kufru al-bawah. Ibadallah, lazimianeni na sala tano wakati ambapo mnapoitwa katika jamaa. Kwa hakika kulazimiana na sala ni katika kutekeleza nguzo za Uislamu. Sala ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Lazimianeni na sala na mjitenge mbali na kuiacha sala. Hakika sala ni yenye kukutofautisha wewe Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Tofauti yako wewe Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni sala tano. Lazimiana na sala tano, shikamana na sala tano, shikamana sawa sawa na sala tano ili uwe umetimiza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Ibadallah, min tabi'ati al-insan yuhibbu an yakuna aminan fi nafsihi wa fi baladihi wa fi ajwa'i al-insan. Ibadallah, katika maumbile ya mwanadamu anataka na anatamani kuwa na amani. Imma moja katika nafsi yake, Muislamu anatamani kuwa na amani katika nyumba yake. Muislamu anatamani kuwa na amani na mwanadamu. Hili ndio jimbile ambalo ameumbwa nalo, anapenda amani katika mazingira yake yote. Ibadallah, katika jambo ambalo lilokuwa kubwa na zito, dini hii ya Uislamu limeipa umuhimu uliokuwa mkubwa na limeisema kwa uzuri na likataka watu waichunge, ni jambo la amani katika miji. Usichezee amani ambayo utapelekea wewe na Muislamu mwenzako au mwingine asiyekuwa Muislamu kuwa mbali na amani, kwa sababu ikija amani au ikitoweka amani katika miji, basi watu wanakuwa na hofu. Na ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadith, man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat ad-dunya. Yule ambaye atakayeamka katika nyumba yake, atakayeamka katika familia yake, ana amani na ana afya, ana salama, huyu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia na vilivyomo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya amani. Kule kuwa na amani katika mji na familia, jambo hili la amani linahitajika kuchungwa, ndugu zangu katika imani. Na nitamka hili na ninalipenda kuhusia hili Waislamu, kwa sababu hivi sasa tuko katika nyakati ambazo imma ni za uchaguzi au ni nyakati ambazo zinahofiwa kuwa ni nyakati za vurugu. Wewe Muislamu hautakikani kutoa amani au kupoteza amani ya Muislamu mwenzako. Chunga amani na usiingie katika sehemu ambayo itapelekea kuondosha amani katika miji, kwa maandamano, imma kwa kufanya vurugu zozote zile. Jiweke mbali wewe Muislamu, hasatan anta sunni, hasa wewe mtu wa sunna ambaye unamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na unajinasibisha na manhaj salaf. Ichunge amani, kwa sababu amani ni jambo lililokuwa kubwa na ni jambo lililokuwa tukufu.